Kabisa hili tunafahamu Umoja wa Mataifa ambao uliasisiwa mwaka 1945 kule San Francisco, Marekani, umekuwa ukijiendesha kupitia vyombo mbalimbali ama organs zikiwa takriban 6. Miongoni mwao ni secretariat ambayo mkuu wake anakuwa katibu mkuu, ndio ambayo anahusika na uendeshaji wa shughuli za kila siku za Umoja wa Mataifa. Na mpaka hivi sasa tumeshakuwa na makatibu wakuu 9 wa Umoja wa Mataifa, ambapo katibu mkuu wa sasa anayemaliza muda wake ni Antonio Guterres. Tayari mchakato ulikwisha tangazwa kumpata katibu mkuu mpya ambao umeanza mwezi Disemba mwaka 2025, na katika hao makatibu wakuu 9 waliopita ni mmoja tu ambaye ametoka barani Afrika, lakini mpaka hivi sasa hajawahi kutokea katibu mkuu mwanamke. Pengine inaweza ikawa ni fursa ya kupata katibu mkuu wa kwanza mwanamke au vinginevyo. Tutafahamu kwa kina zaidi yanayoendelea, na yupo hapa Barwan Mhuza, mwandishi wa habari mkongwe, lakini pia mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Karibu sana Mhuza. Asante. Niwe radhi tu saishe kidogo hapo kusema kwamba kumekuwa na katibu mkuu mmoja tu kutoka Afrika, ni wawili. Ndio. Ni wa kwanza alikuwa ni Boutros Ghali aliyetoka Misri, aliingia mwaka 92 mpaka 96. Halafu alikaa mara moja tu, halafu na nafasi yake ilirithiwa na Mwafrika mwenzie Kofi Annan wa Ghana mpaka 2006. Kwa hiyo yeye ndio wamekuwa wa pili, wamepita wawili. Na katika hilo pia tuangalie baadhi ya wale ambao wameshika katika nafasi hizo, ikiwa 9 mpaka sasa, kama ambavyo uligusia katika nafasi hizo za makatibu wakuu. Haya, mwaka 1946 mpaka 1952, Trajan Lee ambaye alishika nafasi hiyo, Dag Hammarskjöld mwaka 1953 mpaka mwaka 1961, lakini pia sasa sijui kama nitakuwa natamka sawa sawa, mtakuwa mnanisaidia pia. Uthant mwaka 1961 mpaka mwaka 1971, lakini baada ya hapo Kurt Waldheim mwaka 1972 mpaka mwaka 1981, Javier Perez mwaka 1982 mpaka 1991, Boutros Ghali kama ambavyo nimemtaja hapa mwaka 1992 mpaka mwaka 1996, na baada ya hapo sasa akaja katibu mkuu Kofi Annan mwaka 1997 mpaka mwaka 2006, na kisha Ban Ki-moon mwaka 2007 mpaka 2016, na Antonio Guterres mwaka 2016 mpaka mwaka 2026. Disemba mpaka mwaka 2026 Disemba mwaka huo. Tuangalie kwa uchache tu mchakato wa kumpata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa unapokuwa. Asante. Wamepita 9 na sasa anatafutwa wa 10. Ukiangalia pale makatibu wakuu wametoka kwenye 4 kutoka bara la Ulaya, wale wa mwanzo kabisa na wawili wa hapa karibuni, akiwemo huyu anayeondoka. Halafu wawili wametoka Asia, yule Uthant alitoka Burma ama Myanmar siku hizi, na mwenzie Ban Ki-moon ambaye alimaliza kabla ya huyu wa sasa aliyetoka Korea. Na Afrika imetoa mara 2, na Latin America imemtoa Javier Perez de Cuellar aliyeingia mwaka 82. Yule ndio alikuwa maarufu sana miaka ya sisi, lakini tulikuwa tunaokoa wakati huo. Na sasa Afrika inatafuta nafasi ya 3 pengine ikiwezekana, lakini na Latin America wanatafuta fursa nyingine kupata angalau kwa mara nyingine nao warejee. Mchakato ulivyo ni kwamba angalau miaka 2 nyuma, 1 mpaka 2 nyuma, kabla ya muda wa kumalizika. Muda wa kawaida wa kumaliza muhula wa kazi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni tarehe 31 ya mwaka huo husika. Kama hivi mwaka huu 2026 Desemba 31 ndio itakuwa mwisho wa katibu mkuu wa sasa kumaliza muda wake, na mapema Januari anaanza huyo mwingine kwa miaka ama hiyo 5 ama 10
hakuna kipingamizi mtu kuendelea kama anaweza, lakini hajawahi kuvuka mtu miaka term 2, na kuna wachache wamefanya term moja tu. Sasa kawaida ni kwamba kunatolewa tamko la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, inaitwa Security Council, kwa pamoja na ni rais wa wakati huo kwa pamoja na rais wa mkutano wa wakuu wa Umoja wa Mataifa, hiyo General Assembly, UNGA. Wale marais wanatoa tamko la pamoja kwamba sasa ni ruksa watu kujitokeza kugombea hiyo nafasi, na wanakuwa endorsed na nchi, rais wa nchi fulani ama nani, ili kuweza kugombea hiyo nafasi. Kunapita michakato mingi hapo katikati ya kupima uwezo wao, weledi, wanaweza vipi kuendesha taasisi hii ambayo ni kubwa na nyeti duniani. Na mchakato huu unafanyika mapema, mwezi wa 3 kama huu ndio majina yanapokewa. Mwezi wa 4 yanachujwa, kunafanyika panel maalum ya tuseme kama interview ama mahojiano, vitu kama hivyo, chini ya Security Council kwa pamoja na wenyewe hawa wa UNGA ambao ni ile management yao, na wale viongozi wanachaguliwa kwa nyakati tofauti. Kwa mfano Security Council hii tunayoita Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, viongozi wake wanapatikana kila mwezi, yani kila mwezi anapatikana kiongozi mpya. Kama sasa kiongozi ambaye ameingia Machi mosi ni Mike Waltz, ambaye ndio rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ni balozi wa kudumu wa Marekani pale Umoja wa Mataifa, UN. Kwa hiyo huyo ndio rais wa sasa hivi, na mwezi ujao anatoka na ataingia nafikiri kutoka Bahrain. Na baraza la, inawezekana wengi hatuna taarifa hiyo kwamba yule rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa anabadilishwa kila mwezi tangu siku ya kwanza Umoja wa Mataifa ulivyoanzishwa, ndio utaratibu. Alafu rais wa UNGA ama mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, ile General Assembly, yeye anapatikana kwa mwaka mzima, yani anakaa kwa mwaka mzima. Kwa sasa ni Annalena Baerbock, alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, sasa hivi ndio rais wa General Assembly. Kwa hiyo wale ndio wanaitisha mkutano, wanafanya hiyo tathmini yao. Hatimaye katikati ya mwaka huu 2026 Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litatoa mapendekezo yake, ambayo itakuwa wamekaa wao, wako wengi, lakini wenye kauli ya mwisho ni wale wenye kura za veto. Tunasema kura ya veto ambayo ni P5. Ukisema P5 unamzungumza Urusi, Marekani, China, Ufaransa na Uingereza. Hawa ndio wenye maamuzi ya kusema, tumesema Hilda kwa kweli tunadhani ndiye anayefaa, na bila wale kukupendekeza haiwezekani. Yani wao wamejipa hayo mamlaka kwamba wao ndio watampendekeza mtu, wanasema huyu tunadhani ndio anayefaa. Kwa hiyo wakishakupendekeza wao, maana yake sasa wakati wa uchaguzi unafanyika kwenye mkutano mkuu ule UNGA wenyewe, ndio itafanyika kura, lakini tayari ushawishi umeshatengenezwa na wao, na ikitokea kule vinginevyo wao wana uwezo wa kupinga. Hata mmoja wao tu akipinga pale, basi mambo yameishia hapo. Kwa hiyo Kwa kawaida mtu ambaye anapendekezwa katika nafasi hii tangu mchakato uanze anakuwa ni mtu mwenye sifa za aina gani? Sifa ya kwanza awe ni kwa mazoea unaona karibu wote ni watu wana diplomasia wabobevu, viongozi wakubwa katika masuala ya diplomasi ya kilimwengu. Kwa wengi wao nakuta amekuwa ni balozi, mwingine amekuwa ni waziri wa mambo ya nje, wengi wao kutoka kwenye mataifa tofauti, lakini wengine ni marais wa nchi zao. Amekuwa rais, amefanya kazi kubwa, lakini uadilifu unaangaliwa sana, kiasi gani mtu huyu ni mwadilifu.
amefanya kazi kwenye nchi yake kwa namna gani, ametumikia jamii ya kimataifa kwa namna gani, uwezo wake wa kubeba mambo na kuyashughulikia. Kwa hivyo vyote ni vigezo ambavyo vinaangaliwa kwa kiasi kikubwa. Ni kama sifa ambazo unakuta mara nyingine kwenye nchi tu mnasema tunamtaka mtu awe rais wetu, unamfikiria kwenye vigezo vya namna hiyo, vinataka kufanana, japokuwa kule hiki kigezo kimojawapo cha mambo makubwa ya kidunia kinazingatiwa sana, kwamba diplomasia unaijua, kwa sababu sehemu kubwa ni kuangalia kuweka watu pamoja katika ulimwengu huu tulionao ambao umejaa mizozo, migogoro na mambo mengine. Na nafasi yake ni muhimu kiasi gani katika kushughulikia masuala yanayokabili ulimwengu, kwa sababu tumeona kumekuwa na mijadala kuhusu nguvu ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwenye siku za hivi karibuni. Shida moja iliyopo sio nguvu au mamlaka alionayo, shida ni tunaita ni hilo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, hiyo Security Council ambayo imeshikiliwa sana na hao P5 niliowataja. Wanaotaka wao ndio litakuwa na Umoja wa Mataifa. Unaona kwamba kama umekuwepo tu kama rubber stamp, yani ni muhuri tu wa kugonga tu mambo yaende, umeshindwa kuchukua hatua zile za kusema kwamba hiki ni marufuku, haiwezekani. Wamebaki kutoa matamko kwamba article fulani imesema hivi, azimio fulani tulisema hiki, tukisema hiki tu, lakini kama mbabe mmoja anasema nyie endeleeni, mimi sifuati hayo, ndio hafuati kweli. Lakini kama analolitaka ni lazima lipigiwe kura, atahangaika nalo kwamba likapigiwe kura na liwe azimio kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ama mkutano mkuu wa UNGA. Vinginevyo ni kwamba anafanya mwenyewe anavyoona. Umeona Urusi ambaye ni mmojawapo katika wale P5 alivyomvamia Ukraine na anaendelea na mambo yake, na hiyo maazimio na kila kitu vinaendelea huko kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini Marekani amefanya mara kadhaa maeneo mbalimbali, na ikiwemo juzi hapa huko katikati ya majadiliano na Iran akaamua kufanya uvamizi. Kwa hiyo katibu mkuu Umoja wa Mataifa majukumu yake haijalishi kwamba yakoje, lakini kuna namna tuangalie wale wanaotajwa ama candidates ambao wamekuwa kitajwa sana na nafasi yao pia na ushawishi wao, lakini tumeona pia hoja ya kumpata katibu mkuu wa kwanza mwanamke imekuwa ikipata nguvu sana kwenye majukwaa mbalimbali ndani ya Umoja wa Mataifa. Michelle Bachelet akitajwa sana, ambaye aliwahi kuongoza taasisi mbalimbali ndani ya UN Women, masuala ya wakimbizi, lakini pia amewahi kuwa rais kwenye nchi anayotoka. Tunaona watu kama kina Rafael Grossi, Macky Sall na wao pia wamekuwa wakitajwa sana. Yupi ambaye unamuona ana nguvu kubwa zaidi ya kupata nafasi hii? Kwa hakika kwa mimi, hata kama isingelikuwa kuna chapuo linapigwa kwa mwanamke, lakini kwa aina ya watu ambao mpaka sasa wametambulishwa na umoja wa marais wa Baraza la Usalama pamoja na UNGA, ambao ni hao kama watano hivi, na wengine ni makamu wa rais wa Bolivia, makamu wa rais wa Costa Rica, wote hao na waziri mkuu wa Costa Rica wa sasa, wote wametajwa. Na huyu kwenye picha ni Rafael Grossi ambaye ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya nishati ya atomiki. Yeye ni Mwargentina. Michelle Bachelet ana nafasi kubwa sana ya kushinda mchakato wa sasa, na sababu kubwa ya kwanza ni hiyo, ni mwanamke ambayo inapigwa chapuo kubwa. Tunapozungumza sasa hivi good luck ni kwamba kuna taasisi ilianzishwa miaka kama 10 hivi iliyopita, ambayo ilifanya mchakato wa kumuingiza mamlakani katibu mkuu wa sasa. Na kilichotokea ni kwamba hii taasisi inajiita 1 for 8 billion campaign. Wao wanafanya campaign ya kumpata mtu mmoja atakayeongoza au kusimamia watu bilioni 8 ambao ndio watu wote walioko duniani. Dunia ina watu bilioni 8 kwa sasa. Kwa hiyo wanasema ni 1 for 8 billion campaign. Hii campaign ilianza wakati mwaka 2015-16 kwenye mchakato wa kumleta katibu mkuu wa sasa mamlakani, na walisema kampeni yao ilikuwa inasema ni 1 for 7 billion. Wakati ule walimwengu walikuwa bilioni 7. Sasa hivi wamekuja na jambo jipya
wanasema tunadhani apatikane mwanamke, yaani kampeni yao hasa ni kumpata mwanamke, na wanashirikiana na taasisi 745 ulimwenguni kote, na wamefanya kampeni tangu mwaka jana. Wameanza Machi 2025 kufanya kampeni kuzunguka ulimwenguni kumpigia chapuo mwanamke bila kumtaja ni nani. Kwa hivyo uwezekano ni mkubwa Veronica Michelle Bachelet ambaye amekuwa rais wa Chile mara 2 kwa vipindi viwili tofauti. Ni mtu mzima mama huyu, ana miaka 74 sasa, lakini fursa nyingine nampigia chapuo zaidi ni kwamba amekuwa kiongozi kwa taasisi 2 tofauti za Umoja wa Mataifa. UN Women, yani ile taasisi ya wanawake ya Umoja wa Mataifa, halafu pia amekuwa mkurugenzi wa taasisi ya haki za binadamu na huko na maendeleo huko Umoja wa Mataifa. Lakini pia amewahi kuwa waziri huyu mama, waziri wa afya na waziri wa ulinzi wa Chile miaka hiyo. Kwenye maelezo yake mwenyewe anasema kwamba anadhani anastahili kwa sababu maisha aliyoishi yenyewe yanatosha sana. Ameishi na anasimulia kwamba amewahi kuishi uhamishoni huyu huko akitoka Chile kwenda kuishi nchi nyingine wakati wa udikteta wa dikteta aliitwa Augusto Pinochet wa Chile. Kwa hiyo anajua madhara ya watu kuishi wakimbizi, anajua madhara ya watu kuishi kwa kuvurugwa, kukanyagwa na vitu kama hivi. Nafasi yake ni kubwa. Nafasi ya Rafael sioni sana, ana miaka 65, amefanya kazi Umoja wa Mataifa kwenye taasisi hiyo, ni waziri wa mambo, amekuwa balozi wa Argentina nchini Austria huko Ulaya, lakini simuoni sana kwa sababu anafungwa na hicho kipande cha kusema mwanamke hiki kinamziba sana. Na kwa kumalizia pia, vipi nafasi ya Afrika, kwa sababu tumeona watu kama kina Macky Sall wanatajwa pia. Macky Sall ana mtihani mgumu sana. Ugumu wake kwanza, unajua hawa wagombea wote wanapendekezwa na nchi zao, halafu na nchi nyingine nayo inasafiria humo. Brazil, Mexico wamemuunga mkono mama huyu Michelle, halafu Gross kapendekezwa na nchi yake. Huyu Macky Sall kapendekezwa na Burundi, nchi nyingine, na yeye ni Msenegal. Utakumbuka amemaliza mamlaka yake kama rais 2024 mwaka juzi tu, lakini alimaliza vibaya kwa mgogoro mkubwa sana dhidi ya wapinzani wake. Alikifutilia mbali chama cha PASTEF ambacho baadaye wakikarudi na akamfunga Ousmane Sonko ambaye alikuwa waziri mkuu, sasa ni waziri mkuu, na rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal wa sasa wana mgogoro naye mkubwa. Nchi iliingia kwenye vurugu kwa ajili yake. Kwa hiyo hata sasa hivi tunapozungumza, sasa hivi Macky Sall haishi Senegal, anaishi Morocco, ndiko anakoishi. Kwa hiyo utaona nchi yake kama haimuungi mkono, wala haitomuunga, na walishatangaza hawatomuunga mkono, ni kwa namna gani anaweza akashinda. Lakini pia fursa zilizopo ni nafasi ni ya Afrika au Latin America. Afrika imetoa viongozi mara 2, Latin America imetoa mara 1 tu, na ilitoa zamani mwaka 82 alipoingia Javier Pérez Cuellar wa Peru. Kwa hiyo uwezekano ni mkubwa kwa sababu kwanza wameweka mara 1 tu katibu mkuu huko Latin America ambako Chile ipo anapotoka Veronica Michelle Bachelet. Kwa hiyo wametoa mara 1 tu, kwa hiyo uwezekano angalau warudie na wao. Lakini la pili, tiketi nyingine anayoipata ni kwamba ni mwanamke anayepigiwa chapuo zaidi sasa hivi. Kwa uwezekano mkubwa zaidi wa kushinda ni wa Michelle Bachelet ninavyoiona. Asante sana Baron Muhuza, kwa sababu pia mchakato ni endelevu, pengine tutapata wasaa mwingine tena wa kuyajadili. Bila shaka. Karibu sana, na tunakamilisha hivyo. Kubwa ni kufahamu kuhusiana na mchakato wa kumpata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye aliyepo sasa Antonio Guterres, na taraji kumaliza nafasi hiyo Disemba mwaka huu.